Mungu anataka akusaidie katika hiyo changamoto unayokutana nayo, katika hayo magumu unayokabiliana nayo. Mungu bado anataka kusaidie. Yeye anataka usike katika maisha yako, anataka kutetea. Unajua, huyu Mungu ninaongelea habari zake ni Mungu mwema, Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri, Mungu ambaye ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Yeye anafurahishwa na mafanikio yako, na ndiyo maana anataka kusaidia. Ukimruhusu, yeye anaweza kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 15. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Maandiko matakatifu yanatuonyesha kila mtu anayempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akakiri kwa kinywa chake ya kwamba hakika Yesu ni mwana wa Mungu, neno linatuonyesha ya kwamba Mungu huwa anaingia akakaa ndani yake, na huyo mtu anakaa ndani ya Mungu. Hawa wawili wanakuwa kitu kimoja. Binadamu anaingia ndani ya uwepo wa Mungu, na Mungu anahusika katika maisha ya mtu aliyemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wewe una jambo ambalo la kipekee ndani yako. Mungu muumba mbingu na nchi anakaa ndani yako. Maadamu umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu anakaa ndani yako. Na habari njema ni kwamba kwa vile Mungu muumba mbingu na nchi anakaa ndani yako, inamaanisha kuna nguvu iko ndani yako, nguvu ambayo inavuka mipaka ya nguvu zingine zote, nguvu ambayo haizuiliki, haipimiki, haielezeki, ipo kwa ajili yako. Hiyo nguvu iko ndani yako, inangoja iruhusiwe kufanya kazi. Ni kama vile jeshi ambalo limeandaliwa kwa ajili ya vita, linasubiri amri ya jemedari kuambia sasa tuingie mapiganoni. Unajua, fahari kuu tulionayo kuhusu Mungu wetu ni kuwa yeye ni Mungu hodari. Neno linasema yeye ni hodari wa vita. Yeye ni mpiganaji hodari. Hakuna adui yoyote aliyewahi kusimama dhidi ya Mungu akafanikiwa katika mpango wake, kwa sababu Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye kinyume chetu? Mungu akiwa upande wako, ni nani aliye kinyume chako na akafanikiwa? Hii ni kuonyesha uweza wa Mungu ni uweza wa ajabu. Sasa Mungu mwenye sifa hizi zote ambazo nimezitaja anakaa ndani yako, na kwa sababu anakaa ndani yako, anakungoja wewe umruhusu kupitia maombi. Anakungoja wewe utamke neno la kumpatia haki ya kupigania. Yeye anataka kufanyia mambo mazuri, ndio maana yuko ndani yako. Anakukumbusha kila wakati ya kama mwanangu, endelea kwenye maombi, endelea kuniamini. Kwa kufanya hivyo na niruhusu mimi nihusike zaidi katika maisha yako. Kumbuka, neno limetuambia ya kwamba tukimpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sisi tunaingia ndani ya Mungu na Mungu anaingia ndani yetu. Sisi tunamwamini Mungu na Mungu anaanza kuhusika na maisha yetu. Huu ndio ulikuwa mpango wa Mungu tokea mwanzo. Mungu anataka ahusike katika maisha ya watoto wake. Anataka awe mponyaji kwao. Anataka awe mleta baraka kwao. Yeye anataka awe mlinzi kwao. Yeye anataka awe kila kitu ambacho watoto wanaweza kuhitaji. Lakini ili watoto waweze kunufaika na yeye kuwepo ndani yake, lazima wamruhusu kupitia maombi. Na ndio maana neno la Mungu linatufundisha kwa umuhimu sana ya kwamba imetupasa kuomba pasipo kukoma. Kwa hiyo mtu wa Mungu, siku ulipompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu aliingia ndani yako. Na kwa sababu Mungu ameingia ndani yako, yeye anataka akupiganie, anataka akutetee, anataka aonyeshe nguvu zake kupitia maisha yako. Mruhusu. Kupitia maombi unaweza ukamruhusu, na yeye akakufanyia mambo makubwa mno zaidi ya unavyoweza kuwaza au hata kuelezea. Mungu huyu ninaongelea habari zake ni Mungu mwema, na yeye hasemi uongo. Kila alilolisema juu yako ana uwezo wa kutimiza. Mpe ruhusa. Kupitia maombi, mruhusu Mungu ahusike na maisha yako. Mungu akubariki na kutakia uwe na siku njema. Barikiwa.